Karo Robi. Karo, karibu tuanze kazi. Asante Skola. Na tunaanzia na masuala ya Tanzania ambapo bunge la Umoja wa Ulaya limepitisha azimio la kuishauri kamisheni ya Umoja wa Ulaya kusitisha msaada kwa Tanzania baada ya ghasia za uchaguzi kusababisha maafa na uharibifu wa mali katika miji mbalimbali nchini humo. Na japo maamuzi na jukumu kuu la kusitisha ama kuendelea kuifadhili Tanzania lipo mikononi mwa kamisheni hiyo ya Umoja wa Ulaya, bunge katika vikao vyake vya leo Alhamisi lilitaja kwamba mpango wa kila mwaka wa AAP wa kufadhili Tanzania mwaka 2025 haupaswi kukubaliwa kuendelea kwa kuwa kwa sasa hauakisi masuala ya uvunjaji wa demokrasia na ukiukaji wa haki za kimsingi za kibinadamu nchini Tanzania katika miaka ya hivi karibuni. Pia bunge hilo limepitisha azimio lenye vipengee 9 ikiwemo kukemea mauaji baada ya uchaguzi na hali ya haki za binadamu nchini humo pamoja na kesi ya kiongozi wa upinzani Tundu Lissu. Bunge hilo limepitisha azimio hilo kwa kura 539 za ndio, hapa kuwepo kura ya hapana na wabunge 27 wa kupiga kura. Azimio la rasimu lilotolewa jana Jumatano linasema kuwa bunge hilo linachukulia uchaguzi wa hivi karibuni kuwa si huru wala wa haki. Muda mfupi uliopita nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya diplomasia Godwin Gonde akiwa Dar es Salaam. Maamuzi ambayo bunge la Ulaya wameifikia ni mwanzo mpya wa mahusiano kinzani ambayo Umoja wa Ulaya na Tanzania wanayaanza, na ni mahusiano ambayo yanaweza kuwa na madhara kwa pande zote mbili. Kwa upande wa Tanzania kukosa labda misaada na ushirikiano moja kwa moja ambayo imekuwa ikizoea kupata, lakini kwa upande wa Umoja wa Ulaya wenyewe ni kukosa ushirika kutoka kwa Tanzania, kwa sababu kwenye diplomasia tunaamini hata zile pande mbili, moja yenye nguvu na nyingine ni dhaifu, mathalani zinashirikiana, kuna ambavyo upande wenye nguvu unapata na upande dhaifu unapata vile vile. Kwa hiyo ni vikwazo ambavyo vitaweza kuiathiri Tanzania kiuchumi na kidiplomasia, lakini kwa Umoja wa Ulaya wenyewe unaweza kupata madhila ya kidiplomasia moja kwa moja. Azimio hili la bunge la Ulaya ambalo lina vipengee 9, kwa mtizamo wako linatekelezeka? Linatekelezeka kwa kiwango kikubwa kwa sababu wao ndio wenye nguvu na tayari wameona kwamba kuna kitu cha kuweza kukiaddress. Serikali ya Tanzania inatakiwa kufanya yale ambayo wao wanadhani kwamba inapaswa kufanya. Sasa itatekelezeka kwa kiwango gani? Umoja wa Ulaya ni muunganiko wa mataifa mengi, lakini kuna ushirikiano kati ya taifa moja ambayo yanafanya pamoja na Tanzania. Kwa hiyo basi hii ni njia mojawapo ya kutoa mbinyo kwa serikali ya Tanzania ni namna gani ambavyo wanaweza kufanya, labda si yote, hata machache yale ambayo kwa namna moja au nyingine yanaweza yakarejesha imani ambayo bunge la Ulaya wanahitaji kwa sasa. Moja ya dondoo hizo za azimio hilo ni kwamba kamisheni hailazimiki kutekeleza ushauri wa kusitisha msaada kwa Tanzania kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Hapa je, kutakuwa na nafuu yoyote? Unajua wanapofanya kazi kuna mgawanyo wa madaraka. Kamisheni ina nguvu yake, lakini na bunge nalo lina nguvu yake. Lakini hivi vitu ni viwili ambavyo vinashirikiana moja kwa moja na ndio vinabeba sura halisi ya mustakabali mzima wa Umoja wa Ulaya. Sasa nafuu itakuwa wapi? Labda hapo mbeleni, lakini ni hatua ya mwanzo ambayo si hatua njema sana katika ushirikiano ambao Tanzania na Umoja wa Ulaya wanayo. Ndio maana nguvu ya kidiplomasia na matumizi makubwa ya ushawishi na namna ya kufikiria kujitafakari upya ni jambo ambalo serikali ya Tanzania inapaswa sasa kulifikiria, kuhakikisha kwamba walau inaonesha nia ya dhati ya kutafuta suluhu na kutafuta maridhiano ambayo inaweza kuishawishi tume ya Umoja wa Ulaya kutokulitia maanani hilo azimio ambalo limeingiliwa leo. Naam, Bwana Godwin Gonde, serikali ya Tanzania ilikuwa imesema kabla kuwa haikupewa fursa ya kujieleza. Kwa mtazamo zaidi kubwa ni yale ambayo shutuma zilitolewa na kwamba haikupewa fursa ya kufanya hivyo. Hatua zaidi ni za kidiplomasia ambazo sizioni kwa sasa wakizichukua, kwa sababu ni hatua zipi ambazo wanapaswa kufanya. Labda kumuita balozi au mjumbe wa Umoja wa Ulaya ambaye anawakilisha Umoja wa Ulaya Afrika na kuweza kumhoji, lakini hiyo inategemea na nguvu husika ya nchi ilionayo katika mahusiano. Sasa sioni nguvu hiyo kwa serikali ya Tanzania kufanya, na badala yake mimi kama mchambuzi wa masuala ya diplomasia ni ushauri kwamba njia nzuri ya majadiliano ya kina
ingefaa zaidi kuliko kuchukua hatua za kidiplomasia ambazo ikionyesha kuzichukua basi ni Tanzania ndio itakayoathirika na si Umoja wa Ulaya katika swala hili. Unavyoona serikali ya Tanzania imepata funzo gani kutokana na hatua hii ya bunge la Ulaya, na unahisi je, kutakuwa na wengine ambao pia watachukua hatua kama hizi za bunge la Ulaya? Ni funzo ambalo kwa sasa Tanzania inalipata, lakini kuna mataifa mengi ya Afrika ambayo yameshapata funzo hili kutokana na ugumu wa vikwazo ambavyo waliwekewa na Umoja wa Ulaya, lakini vikwazo walivyowekewa na nchi moja za Ulaya, hata nchi nyingine nje ya Umoja wa Ulaya. Sasa serikali ya Tanzania na Watanzania kwa ujumla wanapata funzo la ni namna gani ya kubeba mambo yetu sisi kama Watanzania kwa serikali, lakini na kwa wananchi, kwa sababu vikwazo vikianza kutekelezeka si serikali peke yake itakayoathirika, ni pamoja na wananchi wa chini pia wataathirika. Kama kutatokea usitishwaji wa misaada, kutatokea kuleta fedha, manake itabaki kuwa ni mzigo kwa serikali ya Tanzania kuyafanya hayo mambo kwa vyanzo vyake vya ndani katika wakati ambayo haikujiandaa. Ni Godwin Gonde huyo mchambuzi wa masuala ya diplomasia akitamatisha mazungumzo na mwenzangu Karo Robi. Na kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo ameonya kwamba mustakabali wa binadamu uko mashakani. Amesema hayo nchini Uturuki akiwa kwenye ziara yake ya kwanza ya kigeni tangu kuchaguliwa kuwa papa. Papa Leo anasema anasikitishwa na ongezeko la mizozo duniani na kuonya dhidi ya vita kote ulimwenguni vinavyofanywa kidogo kidogo hapa na pale. Papa amepokelewa na mwenyeji wake Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan aliyesifia msimamo thabiti wa kiongozi wa Katoliki kuhusu swala la Palestina. Zaidi na Sarafina Robi. Papa Leo wa 16 amewasili Uturuki leo hii siku ya Alhamisi kwa ziara ya siku 4 na kukutana na viongozi wa Kikristo katika safari yake ya kwanza nje baada ya kuwa papa wa kanisa Katoliki. Safari hiyo inayojumuisha mkondo wa pili kwake kwenda Lebanon inaanza katika mji mkuu wa Uturuki, Ankara, ambapo papa wa kwanza mwenye uraia wa Marekani alitua muda mfupi baada ya saa 6 mchana. Nimekuwa nikitazamia sana safari hii kwa sababu inachomaanisha kwa Wakristo, lakini pia ni ujumbe muhimu kwa ulimwengu mzima, alimwambia wanahabari waliokuwa wakisafiri naye kwenye ndege yake, akielezea kuwa huu ni wakati wa kihistoria. To invite all people to come together, to search for greater unity, greater harmony, to look for the ways that all men and women can truly be brothers and sisters. Baada ya kutoa heshima zake katika kaburi la Mustafa Kemal Ataturk, mwanzilishi wa Uturuki ya kisasa, Papa Leo ameingia kwenye mazungumzo na Rais Erdogan ambaye anaonekana kama mhusika mkuu katika juhudi za kuleta amani katika eneo lililokumbwa na migogoro. We hope to also... Pia tunatumai kuelezea jinsi amani ilivyo muhimu ulimwenguni kote na kuambia watu wote kuja pamoja ili kuwa na umoja na amani na kutafuta njia ambapo wanaume na wanawake wanaweza kuwa kkama ndugu na dada licha ya tofauti zao kama vile dini na imani zao. Kisha atahutubia mamlaka, asasi za kiraia na